Hii ni TV na miradiayo.com. Naitwa Bakari Chijumba. Unafahamu, hivi karibuni kumekuwa na habari nyingi zinazohusu uendeshaji ama utoaji huduma mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam, na kumekuwa na taarifa za ujio wa wawekezaji wapya ambao wamepewa kazi na serikali kupitia DART kwa ajili ya kutoa huduma hizo, na miongoni mwa wale ambao wamepata fursa hiyo hivi karibuni ni kampuni ya Abu Dhabi ambayo hiyo itaendesha itatoa huduma ya mabasi hayo katika awamu ya kwanza kuanzia maeneo ya Kimara kuelekea maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Lakini wengi wamekuwa wakitoa mitazamo mbalimbali mitandaoni pamoja na vijiweni wakisema wanatamani kuona kampuni ya wazawa ama mzawa akipewa fursa hiyo pia, ili kuona namna ambavyo vijana wa Kitanzania wanapewa fursa hii, lakini pia kufanya pesa ziendelee kubaki nchini kutokana na wazawa kupewa fursa hiyo. Habari njema ni kwamba kampuni ya mzawa kutoka nchini Tanzania ya Moffat imepewa fursa hiyo, ambapo wamepewa fursa ya kutoa huduma ya mabasi yaendayo kasi kutoka Gerezani kwenda Mbagala. Unafahamu, barabara za mwendokasi Mbagala kule tayari zimekamilika, na muda mrefu sasa watu wamekuwa wakijiuliza lini hasa wataanza kushuhudia mabasi ya mwendokasi yakitoka na kuingia Mbagala kwa ajili ya kurahisisha shughuli za usafirishaji, na hilo limefanywa kazi. Kampuni ya Moffat imepewa hiyo fursa na wanatarajia kuingiza mabasi takriban 255 ambayo kama Mungu ataleta heri para majaliwa mwezi wa 8 mwaka huu yataanza kazi, na kubwa kutoka kwao ni kwamba yatatumia gesi na sio tena petroli ama diesel. Nimekuja hapa leo kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Moffat, Mohamed Abdallah Kasim, tuweze kusikia namna ambavyo wamejipanga kuanza kazi hiyo, lakini pia kama kampuni ya mzawa namna gani ambavyo anazungumzia fursa hiyo ambayo wamepewa, na namna ambavyo watakwenda kurahisisha shughuli za usafirishaji wa mabasi ya mwendokasi jijini Dar es Salaam na kuondoa kabisa msongamano na kadhia ambayo abiria wanakutana nayo. Kwa jina naitwa Mohamed Abdallah Kasim, ni mkurugenzi mkuu wa Moffat Company Limited ambayo makao yake makuu ni Tanzania. Ilianzishwa mwaka 2018 tukiwa na uzoefu wa usafirishaji kwa muda wote huo. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo kukutana hapa mpaka hapa tulipofikia. Tulikutana na changamoto nyingi. Tulianza mchakato huu tangu hapo mnamo mwaka 2023 mwezi wa 6 tarehe 23, akiwa bado mkurugenzi wa DART Dr. Edwin Mhede. Lakini tumeenda na mchakato huu mpaka mwaka 2025 mwezi wa 2 tarehe 1 tuliweza kupata mkataba wa uendeshaji wa mabasi kwa phase 2 Mbagala kama mzabuni mzawa. Tulikuwa makampuni 23 tulogombea, lakini hatimaye kampuni iliyoweza kupata kazi hiyo ni Moffat pekee na kampuni 2 za kigeni ambazo zinaendesha feeder road. Awali ya yote tumejipanga kuanza kazi Mungu akipenda katikati ya mwezi wa 8. Mabasi yatakuwa yamewasili na basi zitakuja kwa awamu, lakini mpaka ikifika mwezi wa 9 basi zote 255 zitakuwa zimekamilika, na tutaendesha mabasi yetu sio tena ya petroli wala diesel. Tutaendesha mabasi ya aina ya CNG. Lakini pia tunategemea mabasi yetu sisi kwa sasa hivi hatutochukua nauli keshi. Kutakuwa na mfumo maalum wa ukusanyaji wa mapato kwenye nauli zetu. Lakini pia cha niongeza, tutakuja na vitu tofauti tofauti vya kuweza kuwafanya wananchi na raia wote wa Tanzania kujivunia kwa biashara kwa mabasi yao, kwa sababu ni mabasi ya kwetu na sisi tunajua changamoto za kwetu tulizokuwa nazo, hasa kwa wananchi wa Mbagala. Wameteseka kwa kipindi kirefu. Sasa Moffat yupo mkombozi wao. Kwa imani kubwa tulopewa na serikali, tunaahidi tutawapa huduma bora ambazo hazijawahi kutokea. Tiketi unasema mtatumia mfumo gani? Ni mfumo wa kisasa.
hatutotumia keshi kwenda kununua nauli pale, lakini utakuwa una uwezo wa kununua tiketi kupitia kwenye simu yako au ukajaza hela kwenye kadi zile za dati zipo tayari. Nadhani na mifumo mingine ya ulipaji ambayo tumeizoea Tanzania ipo, na sio lazima kwamba uje pale labda na smartphone. Hata simu yako ya kawaida tu unaweza kufanya malipo bila ya shida yoyote. Na kwa kuzingatia pia, najua hapo watu wengine, watu watauliza, kuna vipofu, kuna walemavu, lakini pia nao utaratibu wao upo, lakini lazima atatumia kadi. Kadi ni kipaumbele chetu. Haitakuwa cash. Hakutakuwa na cash kabisa, ni cashless pale tunasema. Lakini pia basi zetu sisi tuahidi tu wananchi wa Mbagala zitakuwa na full AC. Hawato tena kusikia joto, hamna mambo ya kugombania mabasi. Tunaomba tu watu wote wawe wastaarabu na watuvumilie. Tunajua mtakuwa kwenye kipindi kigumu kwenye kuanza, hamtozoea yale mazingira, lakini tumejaribu tu kuchukua system za nje kuzileta na sisi kwetu kuona kwamba tunaweza na tunaweza kuzifanya zikawezekana. Kwa hiyo tunaomba kwa mwanzo mtakuwa wazito, mtajua labda mnataka mje na hela pale mlipie, lakini hatutopokea. Na ukija na hela yako pale unakisema unampa mtu, itapotea tu, hutaweza kuingia, kwa sababu system ziko pale na vifaa maalum vya ulinzi viko pale. Kwa hiyo hamtoweza kuingia kirahisi. Kutakuwa na watu wa kuwasaidia katika hatua za wale wana mwingine wakati bila smartphone hana anataka kusafiri. Watu sio katika hatua za awali. Kwa kipindi chote kutakuwa ma supervisor wapo wanawasaidia watu ambao wenye changamoto mbalimbali. Wapo wengine wageni, wapo wengine hawajui, lakini tunaelewa hizo vitu vipo. Lakini kwamba sisi keshi hatutoshika. Yaani kwetu pale ukija kama unataka tiketi ya keshi, kwetu hakitu ambacho hakiwezekani wala huwezi kukifanya. Ni lazima ufuate zile taratibu zilizowekwa. Na sio lazima uwe na smartphone. Sio lazima uwe na smartphone. Unaweza ukalipia hata kwa simu ya kawaida. Lazima utop up kwenye kadi yako. Lazima utop up, yani ile itoke kwenye Tigo Pesa iingie kwenye account yetu ndio uweze kusafiri. Lazima uwe na kadi. Bila kadi huwezi kusafiri. Watanzania wote ambao watakuwa wanatumia usafiri Gerezani Mbagala wanatakiwa wajiandae kwa na kadi. Wote wawe na kadi. Kuna wengine bado tuko kwenye mazungumzo ya mwisho na benki, baadhi ya benki. Hata kadi ya benki ukienda pale ukitapu tu inakata yenyewe, wala ina shida uwe na kadi ya dati moja kwa moja. Ukiwa tuna kadi ya benki unafika pale unatapu, ile itaingia sisi kwenye account yetu direct. Sawa sana, mfumo mzuri. Sofa kumekuwa na changamoto wakati mwingi hasa tukizingatia na kila ambacho kinaendelea sasa hivi na yule ambaye anaendesha mabasi. Miongoni mwa changamoto ni mabasi kuharibika, kama hivyo ulivyosema, wakati mwingine vurugu, wengine wanaandia kulibadilisha kwa sababu ya uhaba, uchache wa mabasi, na siku chache tu mabasi yanakuwa yameharibika, alafu unakuwa na mabasi machache sana barabarani. Ili mmejipangaje? Tumezingatia makosa ambayo wenzetu waliyapata na changamoto walizopitia, lakini tunaahidi, ndio maana sisi tukaja na mfumo rasmi wa kuendesha na wa kukusanya nauli. Na ndio maana sisi basi zetu sio yale mambo tulozoea ya Kitanzania kwamba basi mpaka iharibike ndio tengeneze. Sisi basi zetu zitatembea kwa kilomita zake zikifika zinatakiwa zifanywe service, basi lazima basi ifanywe service. Hatuwezi kutembeza basi ikiwa mbovu. Na tunaamini basi zetu zitaishi kwa muda mrefu, na aina ni ile, kampuni ni ile ya Dragon itatumika, lakini sisi tutajitahidi kuzilinda kwa hali na mali gari zetu ili ziweze kufanya kazi kwa muda mrefu. Lakini pia standard yetu ya service iwe kuanzia tunaanza mpaka tunamaliza kwa kipindi chote miaka 12 kitakuwa kizuri. Tumezipitia karibu kwa 80 mpaka 90 changamoto za wakazi wa Mbagala na muendesha mradi wa kwanza ambaye ni UDAT, namna alivyopata changamoto. Tunaamini tutatekeleza kwa kiasi kikubwa na kuweza kuweka standard yetu kwa miaka yote 12 ikiwa kama vile tumeanza jana. Sasa wakati habari hizi zinatoka, wengi huwa mara nyingi wanakuwa kidogo wana mashaka wanaposikia miaka imekuwa 12 kadhalika. Haya mambo yalitokea, kumbuka hata wakati wa bandari, miaka ile watu walikuwa wanakabizwa wale
DP World, lakini hata hapa juzi tuliposikia kuhusu hizo kandarasi za kuendesha BRT akasema miaka 12 ni mingi. Wana kampuni ya Abu Dhabi imepewa miaka 12, lakini watakasema wazao tunataka kusikia. Habari njema ni kwamba mzao upo unaingia huko, lakini nawe pia umepewa miaka 12. Juzi nilikuwa nafanya mahojiano na watu wa DART, nikauliza kuhusu kwa nini miaka 12. Wale waliniambia wakati mwingi wawekezaji wanapoingia kwenye hizi kazi huwa wanachukua mkopo bank, kwa hiyo kimpa miaka michache itamlimit kwenye kuilipa mikopo. Hiyo ni kwa kampuni ambazo nilimuuliza kuhusu hizo kampuni. Nataka kusikia kutoka kwako kwanza, kwa uzoefu wako kutusaidia kidogo wale ambao pengine hawafahamu kuhusu hili. Kwa nini mikataba hii ya kazi inakuwa miaka mingi na sio michache, kisha baadaye ikafanyika tathmini na kuona kama umeenda kwenye zile terms zilizopangwa au otherwise haweko mwingine? Kwa nini inakuwa ni miaka mingi, na ni kweli kwamba hii miaka inawekwa ili wasaidie nyinyi kwenye kwa kulipa madeni kama mmekuwa mna mikopo? Nashukuru sana kaka. Ni kwa uchache tu niwaambie kwamba huu mradi kwanza sio mradi mdogo. Ni mradi ambao una takriban una kosti dola za Kimarekani milioni 72 kama sikosei. Kwenye ambao nyewe mmeshinda. Kwa ambao sisi tumeshinda, ambayo kwa kawaida inaweza kufika kwenye bilioni kama sikosei bilioni 180 170 za Tanzania. Kwa sababu mimi mzawa nanunua magari mwenyewe kwa hela yangu, ambao nimechukua mkopo kwenye mabenki ya Kitanzania, ambao huo mkopo na ulipa ndani ya miaka 6. Nafunga mageti ya kulipia, na investi katika vifaa vya kusafisha barabara, tuna investi kwenye mifumo. Hivi vitu vyote vina kosti na ni hela yake ni nyingi, na sio hela ya kwangu mfukoni, ni mikopo. Kwa hiyo almost unaweza kukuta ndani ya muda wa miaka 12 naendesha mradi mimi, miaka 8 yote nikahangaika kulipa deni, miaka 4 ndio nakuja kutafuta faida yangu mimi kama mwekezaji. Kwa hiyo ndio maana mnaona sio kitu cha muda mfupi, kwa sababu pia mikopo yake ni ya muda mrefu na hela zake ni nyingi. Na ndio maana unaona changamoto zinakuwa kubwa, hata sio kwa wazao, hata wageni wanaokuja pia mchakato wake hauwezi kuwa rahisi. Unajiona ukipiga tathmini ndani ya miaka 12, tunaamini kila kitakuwa sawa na una uwezo wa kuendelea kusimama kwa nguvu ile ile bila kutetereka kwa miaka yote 12? Tuna imani kubwa kwa msaada wa serikali na wadau wengine kutoka kwenye taasisi za serikali. Kwa muda wote wa miaka 12 tutaenda vizuri, lakini kama kutakuwa kuna changamoto zozote, naamini serikali iko flexible, serikali yetu, na Mheshimiwa Rais ni vizuri anasikiliza kwenye changamoto, anataka kutatua. Lakini pia hii sio kama ni biashara, hii pia tunaweza kusema kama ni service ambayo serikali inatakiwa itoe kwa wananchi wake. Kwa kadri sisi tunafanya ni kama vile mawakala wa serikali, tunaisaidia serikali kufanya lile jambo ili serikali yetu iendelee kupata sifa na mapato kwenye serikali yetu. Okay. Utaratibu wa kukusanya fedha kwa watu wa DART wananiambia kwa sijajua kama niko hivyo, kwa wale wa Abu Dhabi wao serikali itakuwa inakusanya fedha kisha inawalipa, tofauti na ilivyokuwa UDART wao walikuwa wanakusanya alafu wanalipa serikali. Kwa upande wako ni inakuwaje? Sisi tofauti. Sisi kule tunaenda kwa access fee. Sisi wenyewe tunakusanya kila kitu, tunakusanya nauli, then mwisho wa siku kifika ule muda ambao tulikubaliana na serikali kwa mwezi, serikali anachukua hela yake, benki zinachukua hela zao, na mimi muendesha mradi nachukua hela zangu za kuendesha biashara. Kwa hiyo kila kitu nafanya mwenyewe. Mimi serikali tunachowalipa wao na alipa wanasema access fee ya kutumia miundombinu ya kwake, barabara ile depot na kulipa mafuta madereva basi. Sawa sana. Na gharama zake najua LATRA ndio wanahusika hapo sana, lakini wakati mwingine hata namna ambao wanawapa hiyo figa ya uendeshaji utakapokuwa inaweza ikadetermine gharama. Huenda tutarajie kuona bei inapungua kidogo kwa nyinyi mtavyoanza kukusanya, au itabaki ile ile au itaongezeka kidogo bei ya gharama za abiria kulipia, kwa maana tickets na usafiri, nauli? Nauli tu hilo nadhani jambo hilo tuachie LATRA wenyewe, watakuja kutupa mwongozo. Sio mwekezaji umeweka mzigo mrefu unaambia bwana una gharama zimekuwa nyingi, mifumo mipya, lakini unaambia bwana tuongeze kidogo au bwana tunapunguza kwa sababu tunatumia gesi. Hapana, sisi wala hawatoona kwamba kiasi wanachotoa kwamba kitawaumiza kutokana na huduma watazokuwa wanapata. Naamini watafurahia, lakini tuwasubiri wenyewe mamlaka zenye
zenye uwezo wa kufafanua ili wataitolea maamuzi yake na watatangaza rasmi wenyewe. Vituo vya gesi sio vingi sana Tanzania, na nyewe mnakuja na mfumo wa gesi. Wakati mwingine unakutana na changamoto, hata hawa kuna baadhi ya madereva wa usafiri kama Bolt, Uber wanazungumza changamoto, wanakaa kwenye foleni muda mrefu sana kwa ajili ya gesi. Mnakuja na magari, tunatarajia, naamini kabisa watu wataposikia hiyo wanasema sasa itakuwaje kama pale itafika wakati basi barabarani machache kwa sababu yako kwenye foleni ya gesi. Mmejipangaje hili? Nashukuru sana. Kwanza niwatoe hofu wa Tanzania. Gesi tunayo ya kutosha tu. TPDC hapo na gesi nyingi ipo. Tatizo ni bado watu wa kuwekeza kwenye hiyo miundombinu ya gesi bado, na ndio maana, lakini pia hata wengi pia bado watu sio wengi wanaotumia magari ya gesi. Ila sisi tutakuwa tuna point yetu ya gesi pale ndani, tutakuwa tunajazia pale, na tayari serikali ishatuhakikishia gesi yetu tutapata kwa muda wa mwaka mzima bila kukosa hata siku moja, na tutakuwa na kipaumbele. Nadhani kama sio wa kwanza basi wa pili sisi kwenye kupewa kipaumbele na serikali kwa ajili ya kufanikisha umradi. Hiyo safi sana. Kama mtakuwa na kituo pale inakuwa ni nzuri sana. Inakuwa kama SGR, umeme wa kwenu kabisa, njia ya kwenu. Manake hamsumbuani kabisa na watu wengine. Sisi hatusumbuani wala hatuwezi kutoka kwenda kokote. Okay, sawa. Na nashukuru sana, maswali ya yote unayajibu vizuri na kwa ufasaha kabisa. Nataka kufahamu tukiwa tunaelekea kuhitimisha, utuambie kidogo historia yako kwa ufupi. Namna ambavyo kabla ya kuanza kuwekeza kwenye hii BRT Moffat, wewe historia yako binafsi kwa ufupi, kama utakuwa sawa kushare na sisi, lakini utuambie mlikuwa mnafanya shughuli gani kabla ya kuingia kwenye BRT na uzoefu wenu kwenye masuala ya usafirishaji. Sisi Moffat mimi nimeanza kufanya biashara mwenyewe tangu mnamo mwaka 2009. Tumeanza kwenye transportation, tuna export vitu mbalimbali kupeleka nje ya Tanzania na kuingiza. Kwa hiyo tuna uzoefu wa muda mrefu sana. Lakini ilipotokea fursa hii tukafanya upembuzi yakinifu na wasaidizi wangu, na hatimaye tukaona ni biashara ambayo tunaiweza kama wazawa. Na tunashukuru Mungu, serikali imeweza kutuamini kama vijana wadogo, lakini pia wa Kitanzania tukaaminika na tukaweza kulitimiza hilo kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa. Tunaomba Mungu atuongoze kwa idhini yake, lakini pia kwa msaada wa Mheshimiwa Rais na watendaji wa serikali tulifanikisha hili vizuri. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuingia kwenye masuala ya uendeshaji ya BRT? Hamjawahi kufanya kokote ndani hata nje ya nchi? Hii ni mara ya kwanza? Sisi ni mara ya kwanza kufanya, mara ya kwanza. Lakini hatufanyi wenyewe, tunashirikiana pia na watu wa nje ambao wanatupa knowledge, kwa sababu ni lazima upate expert ambao tayari wameshawahi kufanya. Umeelewa, lazima tuchukue watu kutoka nje kwa ajili ya kutusaidia kuona wenzetu nao duniani wanaendeshaje. Na tuwezi kusema kwamba tunafanya kila kitu wenyewe. Bado sisi tunahitaji kusoma, ila tunahitaji tu kwamba tumeona kwani sisi vijana ndio wenye nchi yetu, ndio tunaokuja huko mbele. Sasa kwa nini tuone tu vitu vya wenzetu vizuri? Kwa nini sisi kwetu kusiwe kuzuri? Ni lazima tujitolee, tufanye. Sawa. Na pale kwenye historia yako fupi, maana watu mara nyingi wakishaona vijana wathubutu kama nyinyi wa Kitanzania wanatamani kusikia, japo utumotivate kidogo. Maana mwingine anasema ulianza kuuza karanga, ulianza kuuza nini? Sasa wewe kwako, wale matajiri wengi wanasema tulianza kuuza karanga, nilianza na mtaji wa shilingi 200. Wewe mpaka kuja kuwekeza kwenye mradi mkubwa kama huu, maisha yako, historia yako fupi, ulianzia wapi? Sasa kwenye historia tukija hivyo vitu tukivielezea ndio hivyo by nature. Naweza sipate chance ya kufanya tena mahojiano na wewe. Naweza tumepata hii fursa, sisi watu wakishasikia bwana wataupongeza mkurugenzi kijana mdogo. Sasa tumpambanaje? Natamani kujua bwana, kwa wale vijana ambao wako mtaani wanapambana na maisha, usikate tamaa ili waweze kuwa motivated. Tuambie kidogo kama ambavyo uliweza mpaka kufikia kuanzisha hii kampuni na sasa unaenda kuingia kwenye BRT. Kwa ufupi mimi sitaki kurudia maneno, lakini ndio inabidi niseme hivyo. Mimi nimezaliwa mwaka 1991. Na nyumbani kwetu ni pale Magomeni, Makuti. Lakini nimezaliwa katika familia ya kimaskini, sio familia ya kitajiri. Kwetu sisi hakuna utajiri wote. Umeelewa, sijakuta chochote nyumbani kwetu. Nimepambana mwenyewe kwenye familia yetu. Tumezaliwa 6 na dada zangu na kaka zangu. Lakini nimesoma shule ya msingi ya Turiani pale primary school kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7,
Nikatoka pale nikasoma shule ya Ubungo Islamic form 1 mpaka form 4. Baada hapo nikaendelea na masomo ya kuna chuo kimoja kilikuwa kinaitwa Lane IT. Walikuwa wanatumia system ya Cambridge. Nikasoma certificate pale, baadaye nikapambana tena, kakaangu akaweza kunisaidia, nikaenda kusoma chuo University of Bangalore. Baada hapo nikarudi nikaanza kupambana na maisha mwenyewe. Sijawahi kuajiriwa katika maisha yangu. Tangu nimeanza maisha mpaka hapa nilipofikia sikuwahi kuajiriwa. Kule ulichukua nini chuo? Mimi na masters ya finance. Yeah. Na hukuwahi kuamini kwenye kuajiriwa? Au kupata fursa tu ya kupata ajira? Sikuwahi kuamini, ila kikubwa kwamba nilikuwa sikupata fursa kuajiriwa. Lakini pia nilitamani kwamba nione kwamba kwa nini niajiriwe. Yaani kitu gani kinachonifanya niajiriwe. Lakini nikapambana tu mwenyewe na vijana wengi nadhani cha kuzingatia sio kila kijana mtegemee kwamba nasoma ili nikaajiriwe. Hapana, nenda kachukue knowledge, uangalie unaisaidiaje nchi yako. Na wewe mwenyewe unajitoa katika hali uliyokuwa nayo kufika katika hali nyingine. Nadhani ndio kubwa. Tukisema tutegemee kila mtu kuajiriwa, sidhani kama tuna uwezo wa kuajiriwa wote kwa sehemu moja. Lakini pia hata Mungu mwenyewe aliumba watu kwa matabaka. Sio kama yeye mwenyewe alikuwa akakosea. Mungu mwenyewe anajua, ndio maana akaweka watu kwa kila mtu kwa level yake. Ni kikubwa ni kumomba Mungu, kuwa na imani unachokiamini na kuwa na target yako katika maisha yako. Nadhani ndio kikubwa. Sidhani kama kuna kikubwa zaidi ya hicho. Safi sana. Naamini vijana wamepata somo zuri kabisa. Historia yako jinsi ambavyo iko haina mambo mengi, na wanaamini kabisa na kuanzia hapa naamini wataendelea kuamini kwamba kijana wa kimaskini wa Kitanzania anaweza kupambana na akasimama kuanzia pale alipo na akaweza kufanya makubwa kabisa na akaweza kuleta mchango mkubwa kwa taifa. Naomba kidogo nikumbushe magari, umesema rasmi yatakuwa yanaingia lini na kuanza kazi, unatarajia rasmi yataingia barabarani lini ili wakazi wa Mbagala, gerezani Mbagala waweze kujua wanajiandaa vipi na kuanza kuyatumia mabasi yao? Tuko katika hatua za mwisho kuweza kupata booking ya meli na uzalishaji unaendelea nchini China katika mji wa Xiamen kule Golden Dragon. Tunaamini kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 tunaamini tutakuwa tayari tushapata booking ya meli na basi zitaanza kupakiwa. Nadhani hata na wao wataanza kuziona wakati zinaingia kwenye meli wakizisubiri, na tunajaribu kutafuta meli ambayo itakuja kwa uharaka. Itatumia kama kadri ya siku 18 mpaka 20 kama tutaweza mpaka 22 ili basi zije hapa kwa uharaka. Tunatamani sana tuzipokee basi hapa mnamo tarehe 10 Agosti mpaka 15 ziwe zimetoka, ili kuanzia tarehe 20 mpaka 25 watu waanze kuziona matunda ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanao wa Mbagala kidogo waenjoy maisha yao. Kwa kuhitimisha, kwa wazawa ambao wakati mwingine wanaamini haya mambo, pengine hizi fursa zinaenda tu kwa raia wa kigeni, pengine wazawa wakiingia kwenye hizi kandarasi kuomba wanabaniwa na kadhalika. Hebu zungumze kitu kuona kwamba kumbe inawezekana kwa mzawa akaingia akabidi kwenye tenda mbalimbali na akapata fursa kama vilivyokuwa bila connection, bila chochote. Sisi unajua ni kikubwa pia tuondokane na swala la kulaumu sana. Tunajikita sana kwenye kulaumu kuliko kufanya. Na watu wengi ustamilivu. Ukiangalia hapo mimi nimetumia karibu miaka 2.5 mpaka kuja kufanikiwa. Huyo Emirate ambaye leo kafanikiwa na zaidi ya miaka 7 na yeye kapambana kwenye hili jambo. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Sasa wengi tunahitaji kwamba tunahisi kwamba kuna maisha ya shortcut. Hela haina shortcut brother. Hilo sure nakwambia kwamba hela haina shortcut. Wala tusitegemee katika hela ya haraka. Kwa hiyo vijana wengi niwaambie kwamba wawe na target zao na mtu asimamie katika kile anachokiamini. Naamini utafanikiwa.